20:17 Yohana. Yesu akamwambia, usinishike kwa maana naam, sijapaa kwenda kwa Baba. Na sijapaa kwenda kwa Baba, lakini enenda kwa ndugu zangu ukawaambie. Nini? Mimi Yesu anafanyeje? Ninapaa kwenda kwa Baba yangu, naye ni Baba yenu. Maliza. Kwa Mungu wangu, kwa Mungu wake Yesu, naye ni Mungu wangu. Takbir! Mpe maiki mtumishi. Yesu anasema anapaa kwenda kwa nani? Ambaye ni nani? Ambaye ni Mungu wetu. Kwa hiyo Mungu wake Yesu naye ni Mungu wa kina nani? Wa pamoja. Vizuri kabisa. Kwa hiyo Yesu anaye nani? Anaye Baba. Ngoja. Yesu anaye nani? Sio ndio. Ngoja kwanza. Sio wewe. Sio wewe bwana mtumishi. Biblia inasema, Yesu anasema, usinishike kwa maana sijapaa kwenda kwa Baba yangu, naye ni Baba yenu. Sawa? Sawa? Vizuri kabisa. Kwa Mungu wangu, naye ni Mungu wenu. Sawa? Kwa hiyo Yesu anaenda kwa nani? Kwa Baba yake. Ambaye ni nani? Ni Mungu wetu. Ambaye Mungu wake Yesu ndiye Mungu wa kina nani? Sisi Mungu wetu ni Kristo. Na Yesu ni Mungu wetu. Mpe arudie. Waislamu takbir. Rudia. Narudia. 20:17 Yohana. Jamani, niko atajibu huyo. Yesu alikuwa mzuri. Yesu anajua. Wewe tu jaziba zako. Yesu ni Mungu. Yesu anajua anaye Mungu wake. Soma. Sikiliza Yesu anasema. Anasemaje? 20:17 Yohana. Yesu anasema. Bismillah ndani yake. Yesu akamwambia, usinishike. Anamwambia mama. Kuna mwanamke hapa anaambiwa usinishike. Moja bila hiyo. Usinishike. Kwa maana sijapaa kwenda kwa Baba. Mpe kwanza taratibu. Mtumishi. Naam. Hayo maneno anayosema Yesu sawa? Ni ya ukweli. Vizuri kabisa. Yesu anamwambia yule mwanamke, usinishike kwa maana sijapaa kwenda kwa Baba. Sawa? Mtaendelee. Tunasoma vizuri kabisa. Vizuri kabisa. Sio kama gazeti. Soma. Lakini enenda kwa ndugu zangu ukawaambie. Mpe. Yesu anamwambia yule mama aende kwa ndugu zake. Sawa? Sawa? Ni ukweli. Mpe amalize. Ukawaambie. Waambie. Ninapaa kwenda kwa Baba yangu. Mpe maiki kwanza. Anamwambia yule mama aende. Utauliza baadaye. Utauliza tu. Ngoja tumalize kwanza. Ngoja tumalize andiko. Mtumishi, subiri kwanza. Tumalize andiko kwanza, kisha hilo swali lako utalileta, usiwe na shaka. Yesu anasema anapaa kwenda kwa Baba yake, naye ni Baba yetu. Sawa? Mpe maiki. Sawa? Mpe aendelee sasa. Kwa Mungu wake, naye ni Mungu wenu. Mpe maiki sasa. Mtumishi amemalizia, anasema anaenda kwa Mungu wake Yesu, naye ni Mungu wetu. Sawa? Sawa? Ni sawa. Kwa hiyo Yesu anaye Mungu wake. Sawa? Hapana, mpe soma. Soma wewe. Soma. Mpe asome yeye. Soma wewe mtumishi. Mtumishi. Soma wewe sasa. Soma wewe kwanza. Tunataka usome ili watu walio hapa wajue kwamba hayo maneno yameandikwa au hayapo. Soma wewe mwenyewe. Yesu akamwambia, usinishike kwa maana sijakwenda. Haisemi sijakwenda hapa. Wewe ndio unaongeza sasa. Sijapaa kwenda kwa Baba. Lakini unapunguza maneno pia hapo. Lakini enenda kwa ndugu zangu. Ndio. Ukawaambie ninapaa kwenda kwa Baba yangu, naye ni Baba yenu. Maliza sasa. Malizia. Kabla hujamalizia kwanza malizia kwanza. Tujue maneno ndio yasema mimi ya ukweli au uongo. Malizia kwanza. Malizia afu sasa uulize. Mpe kwanza maiki huyo. Hebu mpe kwanza maiki. Tunataka amalizie hilo andiko. Kabla hajauliza ameshutumu akasema hayo maneno tumeongeza. Sasa tunataka tujue ili tusiwache watu kwa tunaongeza au tunapunguza. Tunataka tujue hayo maneno niliyosema mimi yapo au hayapo. Mpe kwanza amalize. Kwanza amalize kwanza afu aulize swali sasa. Mpe amalizie. Malizia. Kwa Mungu wangu naye
ni Mungu wenu. Kwa hiyo maneno yamesemwa sawa? Yako sahihi? Ni Mungu wake na pia ni Mungu wetu. Kwa hiyo Mungu wake Yesu ni Mungu wetu. Kwa hiyo Yesu anaye Mungu wake sawa? Na kwa nasema maandiko. Usifuate mambo. Sawa kabisa. Tusifuate maneno yetu. Maneno ya gazeti. Ya maneno ya Biblia yanasema kwa Mungu wake naye ni Mungu wetu. Kwa hiyo Yesu anaye Mungu wake sawa? Mimi nina swali. Sio wewe. Sio wewe. Yesu anaye Mungu wake sawa? Anasema yeye Mungu amesema maandiko. Sio Mungu. Yesu amesema. Yesu amesema ni Mungu wake. Pia ni Mungu wetu. Vizuri kabisa. Kwa hiyo Yesu anaye. Nina swali basi. Haya uliza. Nina swali. Je, mnaamini Biblia ni kitabu takatifu? Unasema? Mnaamini Biblia ni kitabu takatifu? Kama kilivyo tunaamini. Jambo kama mnaamini hakuna jambo la lisilo la kizazi maandika kama katika Biblia, sababu katika kitabu ya Timotheo wa kwanza 3:14 nasema hii ni maneno liandikwa iliyotiwa kinywani na Roho Mtakatifu kwa manabii kuandika hiyo neno aliandikwa na mwanadamu. Kwa hivyo wewe ukeuza ndugu yako mwinjilisti muongo wewe. Usiongeze maneno zako. Mpe kwanza wewe mike. Mpe kwanza mike. Sasa unajua mpaka sasa hivi watu unajua hawajakuelewa uko wapi. Yaani wewe mpaka sasa hivi hueleweki wewe ni mtumishi, na kama mtumishi wa nini? Unajua watumishi wako wengi, wewe umekuja kwa sababu ushaelewa. Huyu bwana kashaelewa kuwa Yesu sio Mungu. Kashaelewa. Yaani umetafuta tu chochoro sasa. Ushaelewa kuwa Yesu sio nani? Sio Mungu. Hilo la kwanza, na ubarikiwe kuelewa kuwa Yesu sio Mungu. Na si wewe tu, Yesu mwenyewe anasema yeye sio Mungu. 8:40 Yohana. 8:40. Yohana. Tumalizie 17:3 Yohana. 8:40 Yohana. Inasemaje? Lakini sasa mnatafuta kuniua mimi mtu. Haya, mpe mike. Haya maneno ya kweli? Ni ya kweli. Yesu amesema yeye nani? Nakwambia ni. Mpe mike. Unaona? Sasa huyu ndio kakurupuka anasema msomi. Wewe ndugu yangu, hebu kwanza nenda ukakae usome. Wewe umelishwa maneno tu, maana ukaje ukatangaza kuwa umeokoka. Hakuna wokovu duniani. Yesu anaulizwa na wanafunzi, ni nani basi awezaye kuokoka? Yesu anasema kwa mwanadamu hilo haliwezekani. Labda wewe mwenzetu sio binadamu. Waislamu takbir. Unaona vitu hivyo? Kakimbia. Yule bwana. Njoo basi usilimu wewe Muislamu. Mimi Biblia naiamini ujue. Mpe na huyu huko, mpe huyo sasa. Mpe na huyo. Yaani leo anatoka huyu kama kuna wengine waje. Mpe maiki na yeye. Yule tayari yule mtumishi yule mtumishi. Waislamu takbir. Jamani, hamna hata makasisi hapa. Mpe huyo maiki. Haya, rafiki namba miwani. Haya, napo acha maiki. Mpe maiki. Habari yako bwana? Nzuri vipi? Safi, ujambo? Naam, unaitwa nani kaka? Stefano. Unaitwa Stefano. Asante sana. Stefano, una lolote la kutuuliza au si tukuulize? Mimi niko na kuuliza wewe. Unaelewa kuniuliza mimi? Haya, uliza ndugu yangu. Ni kwa sababu gani Muislamu akifa mpaka akamuliwe mavi? Swali zuri. Waislamu takbir. Labda nikwambie hivi na kujibu hivi. Kwanza Waislamu anapokufa Muislamu akamuliwi mavi. Wewe unasikia bwana Stefano? Akifa Muislamu hakamliwi mavi. Hayo maneno hayo umeyatoa wapi? Umeyatoa wapi? Toa andiko. Kwamba Muislamu akifa anakamuliwa mavi. Na Biblia hiyo. Na Biblia hiyo. Sikiza nikwambie. Ngoja kwanza. Stefano, unapokuja hapa usitumie akili zako, usitumie maneno ya mtu. Tunahitaji vitabu vya Mungu viseme. Sasa hayo maneno hayo kwamba akifa Muislamu anakamuliwa mavi, tunaomba ushahidi. Mimi niko na sababu nasema hivyo. Kwa sababu hata kule ambao nakaa mimi kuna Waislamu na Wakristo. Na vile jinsi wanaposema pale, wanasema kwamba ndio haya tuyataki sisi hayo. Mpe huyo. Hayo maneno ya kusikia hatutaki. Hapa Na nini?
Biblia hii hapa. Unaona vitu hivi? Weka tena na kisunga. Yaani tupe ushahidi. Tunahitaji ushahidi kutoka kwenye maneno ya Mungu. Hatutaki ushahidi kutoka kwa mtu fulani alisema. Mtu fulani alisema ni huko. Hapa wacha vitabu vya Mungu vizungumze. Wapi umepata ushahidi Muislamu akifa anakamuliwa mavi? Nikuulizeje? Kwanza kabla kuniulizaje? Tunahitaji ushahidi. Kama unao, sema ninao. Kama huna, sema sina ili tukusaidie. Sasa ona. Kwanza hapo. Ushahidi unao huna? Sikiza nikwambie. Sikusikilizi. Unataka kuuliza nini? Kabla kuuliza, umeuliza swali la Stefano. Nakuita kwanza itika. Sikiza nikwambie. Nakuita kwanza itika. Nitakupa dakika hata 5. Stefano, nitakupa nini dakika moja? Nitakupa 5. Stefano, sikiliza, umekuja ukauliza swali. Kwa nini nyi Waislamu mnakamua mavi mtu akifa? Nikakwambia hivi, Waislamu mtu akifa hatukamui mavi. Sasa hapo umenijibu kwa ndio. Ona. Sasa wewe ambaye unasema tunakamua, utupe ushahidi. Hatukuja kushindana. Hatushindani. Sawa kabisa. Hatukuja kupiga nduru. Ana watu wote walio hapa wanataka kusikiza ushauri kutoka kwako kutoka. Safi kabisa. Sawa. Lakini ukisema ngoja. Haya. Inasema unipe. Tupe ushahidi. Nami nikupe. Tupe ushahidi. Sivyo. Kwa sababu mimi si Muislamu, mimi ni Mkristo. Si Waislamu ndio kujibu. Nimezaliwa katika ndani ya Ukristo. Sawa kabisa. Mimi ni Mkristo. Sawa. Mimi nilivyosikia anasema Muislamu akifa paka kamili kwa sababu ile ende kule awe musafi. Sikiliza sasa, mpe maiki kwanza. Mpe kwanza maiki. Sisi hatutaki maneno ya kusikia. Unajua huyu bwana. Wewe utuelewi? Hakuelewi. Narudia tena. Sisi hatutaki nimesikia kwa nani wala kwa Bishomvi wala kwa nani. Hatutaki maneno hayo. Sisi tumeweka vitabu, kikaa hapo. Utakachokizungumza tunahitaji ushahidi. Kama una ushahidi usikae hapo. Maneno ya kusikia tuyataki. Labda wewe sasa tuulize tu. Waislamu akifa mtu anafanya nini? Sasa nakujibu sasa. Mpe sasa huyo. Unauliza hivyo sasa kwamba Waislamu takbir. Mpe sasa. Unaona, mpe sasa maiki huyo. Mpe sasa nikujibu. Sasa ona. Umeongea hata sijaongea, nasema mpe maiki. Hata kama maiki ni yako inaweza umpa, sawa, hakuna shida. Ona. Ukinisikiza nitakusikiza. Ona. Lakini usiwe juu kwa sababu wewe umepotea kidogo. Kuna maana umepotea kidogo. Unaona? Sasa inastahili urudishe kwa ndio sema Biblia inasema urudishe kwa unyenyekevu. Maana ukianguka wewe unaweza kunungusha hata mimi. Hasa na sasa hivi pole. Maana ulikuwa Mkristo. Mimi nilikuwa Mkristo. Ulikuwa Mkristo. Uliokoka ulikuwa mdogo au ulikuwa mkubwa? Sasa haya maswali hayo kaza hatujaenda huko. Huku kwanza tumemalizaje? Mpe kwanza huyo. Chukua maiki. Chukua kwanza maiki. Chubi nitakujibu, nakupa jibu, mpe huyo. Nakupa jibu sasa. Unajua Stefano, hatuwezi kuhama, tunatafuta chumba sehemu, tumebeba kabati, watoto, siji vyombo, tumebeba kichwani, tunaenda sehemu tunauliza hapa kuna chumba cha kupangisha. Wale jamaa wenye chumba watatuona sisi wenda wazimu. Kwanza kabla ya kuhama lazima tutafute chumba, tukishapata ndio tuhame. Sasa hapa kwanza huku kwenye kukamua, siji kwenye Muislamu akifa, tunahamaje huku? Tunaenda huku kwanza, mimi kuokoka si kufanya nini? Huku tumemalizaje? Yaani huku hatujamaliza, tunaenda huku. Sasa nikujibu tu. Umeelewa? Sasa umeelewa? Kwanza umeelewa? Ndio maana nimekuelewa. Hujajibu, mpe maiki. Umeelewa? Ndio maana nimekuelewa jinsi umesema hivyo. Wewe umeelewaje? Muislamu akifa akamuliwe. Haya mpe maiki sasa. Haya atakusome. Waislamu takbir. Sasa unakuja na maneno ya kutoka kijiweni, Muislamu akifa anakamuliwa mavi. Haleluya. Haya huko kanisani. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, subiri kwanza Muhammad utamsomea. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatufundisha kwa mafundisho ya Uislamu, mtu anapokufa Muislamu mambo manne afanyiwe. Akishakufa aoshwe, avishwe sanda, aswaliwe, akazikwe. Haya manne. Waislamu takbir. Akifa Muislamu, sikiliza, Muislamu akifa, nakupa faida, tuna wenzio. Akifa Muislamu anaoshwa, baada ya kuoshwa anavikwa sanda, baada ya kuvikwa sanda anaswaliwa, baada ya kuswaliwa
anazikwa. Mambo manne umeshasikia? Kashasikia, nikaelewa. Sasa msomee Mhubiri sasa. Haya, sikiza Mhubiri tunasoma. Mhubiri 10:10 inasema. Inasema, iwapo chuma hakipati wala mtu hakinoi, ndio ndipo anabudi kutumia nguvu zaidi. Aya, mpe mic. Sikiza nikwambie ndugu yangu. Ndio. Hiki kitabu hiki mimi nakielewa hivi, hebu jinsi ambavyo nikisoma Roho Mtakatifu ananieleza hivi kwamba wewe hapo ulipo kuna makali, hasa inabudi mimi nitumie nguvu nyingi hapa ili upate kunielewa. Wewe una Roho Mtakatifu? Roho Mtakatifu kavaa yebo. Mpe. Ako ndani yangu. Roho Mtakatifu yuko? Ako ndani yangu. Yuko ndani yako. Vizuri kabisa. Stefano, unamwamini Yesu? Namwamini Yesu. Vizuri. Yeah. Mpe maiki. Umesema unamwamini. Asikuondoshe. Kwa nini nikuondoshe? Na sababu yako umesema kwamba ulikuwa ukimaliza nyumba hii mpaka uende nyumba hii. Mpaka tumalize kitabu hii mwanzo tuende huku. Swali lako nini? Andiko hilo swali lako nini? Swali lako nini? Swali langu ni hivi. Wewe ulikuwa Mkristo, ukaanguka. Kutoka juu kwa mnazi kwa chini ukapasuka. Lakini sasa mimi nataka nikueleze hivi. Nataka nitumie maneno ya Mungu ili wewe nawe upate kuelewa jinsi Mungu anavyosema. Tutakuruana hivi sio vinaingiliana. Sasa dharau hii wale kadharau hii. Vyote ni vya Mungu, ni vya Mungu. Swali lako. Unaona? Swali lako nini? Unaniuliza nini? Nataka nikuulizeje? Nataka uniambie sababu ulioanguka Kristo kaenda kwa Uislamu. Sababu ni nini uliotoka kwa Kristo? Ziko nyingi. Lengo langu lilikuja hapa ilikuwa nikuulize hivyo. Kwa sababu gani uliingia Uislamu ukatoka Kristo? Ndio hiyo tu. Haya, mpe maiki. Sababu ndugu yangu umeuliza swali zuri sasa. Swali safi kabisa. Hilo ndo swali sasa. Sababu bwana Stefano ziko nyingi, lakini miongoni mwa hizo sababu nitakupa chache miongoni mwa sababu nyingi nilizonazo. Sababu ya kwanza, kule kanisani anaabudiwa mtu badala ya Mungu. Mpe kwanza. Ya kwanza hiyo. Sababu ya kwanza, kule kanisani anaabudiwa mtu badala ya muumba mbingu na ardhi. Hiyo ya kwanza, unasemaje? Nikuulizeje? Umesema kwamba kule kanisani anaabudiwa mtu mbali na Mungu. Ni hivyo? Unasemaje? Hiyo ni sababu ya kwanza. Nimesema ziko nyingi, lakini ya kwanza katika hizo nyingi, kule kanisani anaabudiwa mtu badala ya Mungu. Badala ya Mungu. Sasa nikuulizeje? Wewe ulikuwa unaabudu mtu, ulikuwa unaabudu Mungu mle kanisani? Wakati niko kanisani nilikuwa namwabudu mtu. Ulikuwa unaabudu mtu? Kwa hivyo ulikuwa wewe unaabudu mtu, ulikuwa unaabudu Mungu? Kwa hivyo ulikuwa ungia kanisani ulikuwa unaabudu mtu? Ulikuwa unajua mtu akiingia kanisani anaabudu Mungu? Unasema sikiliza anachokwambia. Kanisani, mtu anayekwenda kanisani anamwabudu mtu badala ya Mungu. Nikakuulizaje? Kwa hivyo wewe ulipoondoka ukoenda kanisani, ulikwenda kuabudu Mungu, ulikwenda kuabudu mtu? Yaani kanisani alikuwa anaabudiwa mtu. Hutanielewa ndugu. Nilikuwa nikimwabudu mtu kanisani. Nakuulizaje? Wakati unatoka unaenda kwa Kristo, ulikuwa unaenda kuabudu mtu, ulikuwa unaenda kuabudu Mungu? Wewe unaelewa vizuri? Unaelewa vizuri? Labda mweke wazi. Na kuweka wazi. Na kuweka wazi. Kule kanisani anayekuwa Mkristo yoyote duniani, sio hata wewe. Yaani sio wewe, hadi wewe ukijijua wewe ni Mkristo, unamwabudu mtu, sio Mungu. Ambaye mtu mwenyewe unayemwabudu ni Yesu. Yaani Wakristo wote wanamwabudu Yesu badala ya kumwabudu Mungu. Haya. Tumia maiki. Stefano. Si mtu. Ningekuelewa. Mtu. Kubaliana kabla kuniambia. Kwanza tunakubaliana kabla kuniambia. Ngoja kwanza. Stefano. Mimi namwabudu Yesu. Ambaye ni nani? Wasikia? Ambaye ni nani? Namwabudu Yesu. Ambaye ni nani? Unamjua Yesu kama nani? Mpe huyo. Ampe huyo sasa. Na Yesu kama nani? 40 Yohana. Yesu kama nani? Kama nani? Yesu kama nani? Kama nani? Yesu
Kama nani wewe? Yohana 40 inasemaje? Haya basi nisikilize. Inasikilize bwana. Inasema hivi. Inasemaje? Lakini sasa mnatafuta kuniua mimi mtu. Mpe Mike. Stefano. Hayo maneno anasema nani? Hayo maneno kasema nani? Sisi anasema. Ye nani? Nasikia. Anasema ye nani? Yeye ni mtu. Kwa hiyo sio nani? Si Yesu. Nani? Nani? Yesu. Ni nani? Ni mtu. Mtafani. Wasa takbir. Raha sio raha. Kunja ngumi. Kohoa kidogo. Kohoa tena. Takbir. Raha sio raha. Yaani hiyo tatu bila. Yaani hiyo ishamaliza, yaani kashaelewa. Hiyo ni sababu ya pili sasa. Yaani sababu ya pili. Nataka unisikilize kwa dakika mbili. Sababu ya pili zungumza. Nakupa dakika moja. Nakuuliza swali la kwanza. Nishajibu la pili sasa. Muhammad unamjua kama nani? Mpe huyo. 13 43. 13:43. Soma 48:29. Wewe 48:29. Qur'an 29. Muhammad ni nani? Kama nani? Soma. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Mpe. Anayo. Ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Ndivyo anavyosema. Kama Yesu ambavyo ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Kumbe. Takbir. Nilikuwa sijui kuwa Yesu ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo sio Mungu. Wanamwabudu. Sasa wanaomwabudu Yesu wamefanyeje? 15:18 wa Korinto wa kwanza. Wamefanyeje? 18 wa Korinto wa kwanza. Soma afu na foki. Na hapo waliofanyeje? Na hapo waliolala katika Kristo. Wamefanyeje? Wamepotea. Yaani wewe ushapotea. Waislamu takbir. Na ndio maana sasa Bwana Stefano baada ya kujua kwamba kule ni upotevuni na muabudu mtu badala ya muumba wa mbingu na ardhi, ndio maana mimi nikaa wa Muislamu, na wewe nakukaribisha uwe Muislamu, muabudu Mungu aliyeumba mbingu na ardhi, aliyemtuma hadi Yesu. Na uzuri umetusaidia Bwana Stefano amesema Yesu ni mtume wa Mungu. Anajua. Kwa hiyo wanaomwabudu Yesu kanisani wamepotea. Unangoja nini kuwa Muislamu muabudu Mungu aliyemtuma Yesu? Nataka maiki. Nitampa maiki. Kuna jambo nitakupa maiki. Nataka uulize maswali kama matatu. Na ukishayajibu hayo maswali matatu, wewe huna budi tu kuwa Muislamu ndugu yangu. Bwana Stefano. Peruzi nataka nizungumze jambo moja, niwape taarifa wa Waislamu. Tusemeni inshallah. Tuseme tena inshallah. Alafu nataka nimuonyeshe pia Bwana Stefano namna aliyokuwa akifanya na vitambaa hapa. Nimekuja navyo, natakiwa watu wapewe. Alafu uangalie kule watu wanavyoongopewa kanisani. Maana kunasikia kwa jina la Yesu nasema ya kwamba jioni ya leo Yesu ni Mungu. Haleluya. Kipindi hicho lakini Allah kwa mapenzi yake amenichagua mimi, nimekuwa Muislamu. Waislamu takbir. Alafu Allah alivyomjuzi sasa baada ya kusilimu tu, nikamwambia Allah nijalie nipe nusura katika watoto wa Kiislamu. Allah akanijalia nikawa kwa mkubwa yani nafurahi tu. Yani yule IGP mkuu huku mnahitaji sijui Inspector General wa nchi yenu mfano. Sasa wa nchi yetu ya Tanzania mimi ni mkwe wangu yule. Yaani hana tatabu. Laini. Uje wapi? Subutu. Takbir. Waislamu nataka nimpe Bwana Stefano, naamini kwa idhini ya Mwenyezi Mungu yule bwana Allah atamjalia anaingia kwenye Uislamu. Tusemeni inshallah. Tuseme tena inshallah. Na hata mimi nilikuwa si kama yule. Wakati ule nilikuwa nimeushiba kweli Ukristo.
nikiamini Yesu, tena nafumba macho. Wakati ukisoma katika Methali 16:30 inasema afumbaye macho kusudio lake ni kuwaza aliyopotoka. Lakini hayo maandiko nilikuwa nayajua wakati mchungaji, waumini nilikuwa siwaambii. Wakija tunawaambia fumbeni macho sasa, maana Roho Mtakatifu anashuka sahihi. Haleluya. Rianda baboshika na baboshira. Wanafumba macho. Alafu kuna namna ya kulia, watalia kanisa zima. Nitawaambieni hapa. Kwa nini kanisa zima wanalia? Tusemeni inshallah. Wewe ukikosa kwenye mkutano huu, jimalize. Ukikosa, maana habari zinazokuja hapa habari nzito. Ila kuna jambo moja ambalo ndugu zangu wallahi linanitia unyonge. Linanitia unyonge. Na jambo hili nikamwambia leo Sheikh Mohamed Abdul Karim, mwenyeji wangu, nikamwambia leo acha nizungumze na Waislamu dakika 2. Nione kweli Waislamu hawana mapenzi na dini yao. Nione kweli leo Waislamu hawana mahaba na Uislamu, au hamna yakini na dini hii ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Leo ndio nitajua. Lakini naamini Waislamu wana mapenzi na dini yao, na wanaamini kwamba Uislamu ndio dini ya Allah. Na ndio maana Allah anasema, enyi mlioamini, miongoni mwenu atakayeacha dini yake, hivi karibuni Allah ataleta watu ambao watawapenda na watampenda Mwenyezi Mungu, na watakwenye kuipigania dini yake, na hawataogopa lawama ya mtu yoyote mwenye kuwalaumu, na watakuwa nyenyekevu kwa Waislamu wenzao. Hata mimi sharti niwe mnyenyekevu kwenu, nikiamini nyinyi ndio ndugu zangu. Takbir. Lakini kazi hii, kwa nini Mungu anasema ataleta watu? Kwa sababu wale waliozaliwa kwenye Uislamu, baba ni Muislamu, mama ni Muislamu, wameiacha dini hii. Wengi ndio watunga miziki, wengi ndio wasanii wa miziki, wengi ndio wachezaji wa mipira. Kwetu Tanzania kuna kijana anaitwa Diamond, mwanamuziki mkubwa, ni mtoto wa Kiislamu, tena anajiuzuu 3 kichwani. Kuna msanii anaitwa Juma Nature, anakaa wilaya nayokaa mimi, Temeke. Wenyewe wanasema TMK. Nakokaa mimi Temeke Uswahilini kule. Yule kijana amehifadhi juzuu 16. Amesoma dini, lakini ameona kwenye dini anachelewa. Ameona aende wapi? Kwenye mziki anatoka. Leo Muislamu uwe kijana, ukitembea tuna tasbihi yako unamtaja Allah, subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, utaitwa wewe chizi. Tena utasikia wanasema, tunajua ukisoma sana Qur'ani utakuwa chizi. Lakini akipita kijana sasa hivi, au amechucha suruali kwenye makalio, alafu kiatu au amevaa kiatu namba 60, hajakatiza kwenye chochoro, kinaanza kiatu na suruali imembana, ikiwezekana hata ya dada yake kabeba, au anapita Mswahilini tu, maana siku hizo wana uvaaji wa ajabu, chupi inaonekana saa nyingine chupi yenyewe chafu, basi tabu tupu, au anapita Uswahilini pale anasema yo, nikipiga tikitaka mademu ananitaka. Basi akipita yule kijana utasikia wanamwambia, mwanangu utatoka, lazima utoke tu. Yaani yeye wanampa moyo wa kufanya nini? Kufaulu. Lakini yule anayemtaja Mungu anaonekana yeye ni nini? Atakuwa chizi. Ndiyo dunia ilipofika sasa. Na sisi hatushangai kuona leo watu wametupa dini ya Mwenyezi Mungu. Hata wakati wa Nabii Nuhu aliwaambia watu kama tunavyokuambieni, kiama kimekaribia. Maneno aliyozungumza Yesu, anajiandaa kuondoka, anasema watatokea manabii wa uongo, watafanya ishara, miujiza na ajabu, wapate kuwadanganya yamkini hata walio wateule. Kwenye mativi hamwaoni? Jamani, hamwaoni? Si ndio dalili za kiama tayari? Tunayemsubiri ni Masihi Dajjali basi. Na watakaoanza kujua dalili ya kiama ni wale wenye kupenda kuamka swala ya subuhi. Ishakwisha. Wewe unaona tu kama, lakini dalili hizi leo tukikwambieni hamwamini. Hamwamini kwa sababu dunia ishatuteka. Maswahaba dunia waliiweka nyuma, ahera ilikuwa mbele. Sisi leo umati Muhammad, dunia tumeiweka mbele, ahera tumeiweka. Nuhu waliambiwa, wakati wa Nuhu waliambiwa kama tunavyokuambieni, watu walizalau. Nuhu alichonga jahazi, wakati anachonga jahazi watu wanamwambia Nuhu, ushakuwa fundi seremala wewe. Wanamzihaki kama wengine sasa hivi wanavyotuzihaki sasa. Lakini aliendelea kukomana kutengeneza. Mwisho Mungu anamwambia, tulia, usiwe na wasiwasi. Nuhu jahazi limekaa kwa muda mrefu pasipokuwa na safari ya kuelekea kokote. Ndipo wananchi, watu wake Nuhu, kumkomoa Nuhu, lile jahazi waligeuza kuwa choo cha manispaa.
yani choo cha sita, wakawa neno wanajisaidia kwenye lile jahazi. Lakini Mungu wa ajabu, Nuhu anamwambia Mungu, ya Rabbi, waja wako jahazi wamegeuza choo. Akawaambia Mungu anamwambia Nuhu, nimewaumba mimi, najua kuliko wanavyojijua wao, we subiri. Mungu alishusha maradhi mji mzima, watu wakawa wanajikuna. Kilichofuatia, siku moja mwana mmoja kaenda kujisaidia, kadondosha nguo yake pale. Kuchukua nguo, ana ukurutu mwili mzima, kwenda kunawa yale mavi kinyesi, anaona kapona. Kumbe yale mavi kule neema. Akarudi akayachota, akaenda akaoga mwili mzima, akaona kapona. Na unapopata neema utangaze. Akaanza kwanza yeye kuwasaidia familia yake, wakajipaka familia nzima mavi, wakaenda wakaoga wakapona. Hakuna siri ya watu wawili, siri ikavuja, watu wakajua mtaani. Watu wote kwenye mji wakaona kimbilia kwenye jahazi. Walipofika pale, siku zote sehemu yote lazima wawepo wababe. Wakaenda wababe, wakawa wanagombea mavi. Mtu akifika anasema kukatia hapa hadi hapa, haya mavi yangu, ole wake mtu aguse. Wakawa wanagombea mavi. Lakini sehemu yoyote lazima kuwepo na utaratibu, lazima awepo kiongozi. Akatokea akasema, lakini nyinyi mnajua mimi ndio kiongozi wenu wa mtaa? Wakasema ndio. Kwa mfano kama mzee wetu wa pale aseme, mnajua mimi ndio kiongozi wenu hapa? Watu wakasema tunakubali, wewe ndio kiongozi wetu. Sasa kama mimi kiongozi wenu, mnapanga foleni ili mpate haya mavi. Sawa? Watu wote wakatii foleni, wakawa wanachukubiri kuchukua mavi. Mtu anamsukuma mwenzie kisa aende kwenye mavi. Watu wamekwenda wamegombea mavi mpaka yakaisha, wakao wengine wanachukua panga wanakuangua apate japo kidogo. Wamesafisha jahazi. Mungu anamwambia Nuhu, sikukwambia? Wamekunya wao, wamezoa wao. Lakini Mungu ana upendo, japokuwa tunamuuzi sana Mwenyezi Mungu, lakini angalia anatupenda Mwenyezi Mungu. Kama watu wa Nuhu, akawaambia basi nitaleta gharika, waambie watu waingie katika jahazi. Lakini subutu mwanadamu alivyo kibri na jeuri. Leo tukiwaambia jamani kuswali, toweni kwa ajili ya Allah, watu ndo kwanza wanakimbia. Nuhu na ilikuwa hivyo hivyo, hadi inashuka mvua. Jahazi lilizunguka katika dunia, na historia inasema historia ya jahazi la Nabii Nuhu liko China. Ndio maana Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, nendeni katafuteni elimu hata wapi? China. Usifikiri China tu ni kule kule kuna jahazi kule la Nuhu, historia iko pale. Acha jahazi pale China, kuna historia ya Juja wa Majuja. Dhulkarnaini ule ukuta huko pale China. Tukajifunze, na wale wataachiwa muda wote wale. Dunia ndio inakwenda mwisho. Mimi sitaki kuchukua muda wenu mwingi. Nataka nimpe yule bwana ajue nini kilipelekea nikatoka kanisani. Yako mengi sana ndugu yangu. Yako tena wewe ndio unapelekea mimi nizungumze ambaye hata nilikuwa sitaki kuzungumza katika viwanja hivi. Na imeni inshallah. Sasa nataka nikwambieni jambo moja. Jana nilikusudia kuonyesha hapa tukio la nasi. Wangapi wanasema nilionyesha? Leo kaeni hapo wewe. Kaeni na mwende nyuma. Twende nyuma kama mstari hapa. Alafu nipe kwa ndugu yetu pale. Lakini namshukuru Mwenyezi Mungu alhamdulillah kwa wale ambao siku ya leo walikuja pale tulipokuwa tukifanya dua, tukifanya tiba kuwasaidia Waislamu wenzetu na hata wasiokuwa Waislamu. Alhamdulillah zaidi ya watu 40 walikuja, na waliokuja walishuhudia. Tulisema hivi, ukiwa na mashaitani kwa idhini ya Mwenyezi Mungu tutakusaidia bure. Nieleke vizuri. Lakini ikihitajika, labda kunahitajika dawa kutokana na maradhi mbalimbali, hiyo dawa kama tutakuwa nayo tutakupatia. Kama hatuna tutakwambia hatuna, tutakuandikia wewe ipata. Semeni inshallah. Kwa waliokuja walishuhudia pale, maana leo kwa dada mmoja alipandi, yani Mwenyezi Mungu ajabu, wallahi tuacheni kurogana. Yani leo kuna mtoto hadi nimemhurumia, mtoto mdogo wa kiume ana sheitani tena mkubwa balaa. Nakumbuka vizuri. Unamkumbuka? Yani ana shetani mkubwa balaa. Alafu shetani yule balaa lake anakuambia mimi stoki, nataka damu ya kansela. Utaipata wapi wewe damu ya kansela? Balaa. Yani watu wanatupiana vitu hatari. Wallahi mtihani sana. Lakini alhamdulillah tumshukuru Mwenyezi Mungu. Inshallah wewe ambaye leo umechelewa, tukimaliza usije tena ukatafuta sijili kuaje. Kesho tutaendelea ni wapi Sheikh? Kwa Ustadhi Shingo. Nani anapafahamu kwa Ustadhi Shingo? Pale msikitini kwa Ustadhi Shingo. Kwa upande wao. Nani anapafahamu kwa Ustadhi Shingo? Mnapajua Sasa karibu kwa Ustadhi Shingo, ukifuka hapo. Ulizia tu hapo inshallah. Wewe njoo
inshallah kuna walimu watakuwepo kwenye rukia kuanzia saa 2 kesho. Inshallah tiba itaendelea pale. Tusemeni inshallah. Tuseme tena inshallah. We una mgonjwa wako, una ndugu yako, njoo naye. We mwenyewe njoo inshallah. Wote, hata kama ni Mkristo, we njoo tu, wala usipate tabu katika hilo inshallah. Leo hebu shekhe nitolee hiyo nazi kwanza. Nataka nimuonyeshe hata yule pale aone, alafu nimuulize kitu yule Stefano. Hebu nitolee hiyo nazi. Hii nazi. Alafu nitakufafanulieni na yale maji nini. Kaeni mtaona wote huko. Unajua hii leo unakuta watu wanatamka tu kwa jina la Yesu nabariki sasa ikitu itabadilika. Haleluya. Kumbe kuna namna tu. Sasa nataka nikuonyesha hata wewe Stefano. Wewe unaona kwenye TV tu. Yesu anaponya. Yesu anafanya. Haleluya. Mtu anatupa gongo lake pale unaona kapona kweli. Kumbe kuna namna. Wenzio Yesu ashasema kasome kwa faida yako tu 7:24 Mathayo. Anzia 21. Somo utapata habari nzuri tu bwana Stefano. Hebu jana kuna mtu aliangalia. Naomba mtu aje iangalie inasi. Je, imetoboka, imetobolewa? Iangalie Sheikh. Haijatobolewa. Inasi haijatobolewa popote yani. Haijatobolewa popote. Haijatobolewa kokote. Takbir. Sasa tutumie jina gani? La mandazi au la chapati? Tutumie jina la gari bwana. Toyota. Kwa jina la tuk na kuamrisha wewe nazi sasa ndani utoe rangi nyekundu. Isiwe nyekundu sana maana itawatisha watu. Iwe rangi nyekundu kawaida, siwe damu sana. Katika jina la tuk. Tayari. Hii tayari bwana. Stefano njoo uvunje bwana. Njoo uvunje bwana Stefano, nakuomba tu uvunje. Hii imeshafanywa kwa jina la tuk. Ishabadilika. Nenda kavunje. Wewe mwache anza kusikiliza. Wewe mwache tu. Basi sikiliza. Wewe subiri, sikiliza. Sikiliza afu nitakupa. Afu narudi huko. Afu kwa kitu nataka nikwambie bwana Stefano. Sasa hii nazi ishakuwa tayari. Hakikisha tayari sijeka. Tayari kwa jina la tuk. Ishakuwa tayari. Mimi naona tu hapa tayari ishabadilika hii nazi. Nani anasema bado? Anyoshe kidole. Basi vunja. Nivunje? Wachelewa. Sasa hapa itawarukia watu. Vunja haki muda unaenda. Rudi hapa. Basi mimi ngoja nivunje kidogo. Mimi navunja kidogo. Sawa? Takbir. Haivunjiki kisha. Tumia nguvu kidogo. Anaogopa itawarushia watu. Imebadilika sasa kwa jina la tuk. Imebadilika sasa. Aya, inatoa damu naumia. Inatoa damu. Aya. Hii hapa. Bwana. Waislamu takbir. Sasa hiyo lete maji. Waislamu takbir, naomba tukae sasa, afu nataka niwafafanulie. Tusemeni inshallah. Una jambo dogo hili. Yaani vitu kama hivi Muislamu unaweza ukajikuta ushahidi kama mara 2 mara 3 niandike. Waislamu takbir, naomba tukae sasa. Nimesema tusichanganyikane. Sasa hii Muislamu wewe una uwezo wa kulitadishwa. Yaani pasipo kujua tu ukashangaa ushakuwa Mkristo au Budha au Shinto. Unaweza kalitadishwa. Lakini hii nataka nifafanue. Wangapi wanasema nifafanue? Mkono juu. Wote. Tuteremshe. Waislamu takbir. Wewe ndugu yangu kuwa Muislamu tu.
Usikae huko unadanganywa. Hebu mpe. Unasema utafanyaje? Nataka niwagaie na vitambaa hivi watu wote hapa. Sijui mnasemaje? Muda unatosha? Ganyia huko peke yake. Haya, weka. Viweke kwanza vitambaa. Yaani shughuli bado. Hebu mpe maiki yule kwanza. Mpe maiki kwanza yule kabla sijafafanua hapo. Unayo? Unasema wewe Biblia imefanyaje? Utakufa na? Nitakufa ndani ya Yesu. Utakufa? Nitakufa ndani ya Yesu. Wewe unakufa ndani ya Yesu. Heri nikufe ndio Kristo. Heri nikufe ndio Uislamu. Nitakuwa nipoteze. Aha. Kwani Bwana Stefano? Yeah. Yesu alienda wapi? Ha? Yesu alienda wapi? Kusali. Kama Yesu alienda wapi? Kusali. Ana ibada zake alikuwa anafanyia wapi? Stefano. Ibada za Yesu alikuwa anafanyia wapi? Ibada za Yesu. Alikuwa anafanyia makanisani. Ngoja kwanza. Kuhubiri mbalimbali. Sawa, mimi sijasema kuhubiri, nimesema ibada alikuwa anafanyia wapi? Ndio nakuulizaje? Unaniuliza mimi tena? Nataka unisikilize kwa uchache kwa wingi. Unaniuliza mimi? Nataka nikuulize. Wewe umesema hivi, utakufa na nani? Na Yesu. Kwani wewe unaamini Yesu alikufa msalabani? Alikufa msalabani. Wakati amekufa msalabani kwa imani yako ulikufa naye? Unaniuliza tena? Alikufa peke yake. Lakini alituma kwa ajili yetu sisi. Nani alimtuma? Alitumwa na Mungu. Kwa hiyo nakubali Yesu alitumwa na? Alitumwa na Mungu. Kwa hiyo kuna Mungu na Yesu. Kuliseje? Nasikia. Anasema maana hiyo ndio njia na uzima. Ndio. Haya, mpe soma. Nataka usome Yohana 15 kuanzia ndani pale. Oho, kashaipoteza. 15 pale. Msomee haraka tumalizie. 15 pale. Ndio. Inasema 15 moja, sio? 15 hii hapa ndio. 15 moja. Soma. Inasemaje? 15 moja anasema hivi. Mimi ndimi mzabibu wa kweli. Sawa. Na Baba yangu ndiye mkulima. Mpe maiki. Yote. Sasa hii yote mpaka tumalize yote. Soma. Soma. 4 ama 5 ama 6. Tuna dakika chache tu ndugu yangu. Mimi ndimi mzabibu wa kweli. Sawa. Na Baba yangu ndiye mkulima. Sawa. Kila tawi ndio ndani yangu ndio lisilozaa huliondoa. Sawa kabisa. Kila tawi ndio lizaalo ndio hulisafisha. Sawa. Ili lizidi kuzaa. Sawa. Nyinyi mmekwisha kuwa safi. Sawa. Kwa sababu ya lile neno nililowaambia. Sawa kabisa. Kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Sawa. Kama vile tawi lisivyoweza kukaa peke yake. Sawa. Lisipokaa ndani ya mzabibu. Kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu. Mimi ni mzabibu. Inatosha bana. Nini? Unaona sasa? Anasema yeye ndiye mzabibu wa kweli. Unaona? Nikae ndani yake naye atakaa ndani yangu. Unaona? Kwani hapo wewe Stefano, hayo maneno umemwelewa Yesu? Umemwelewa? Ndio maana Yesu jibu swali tu. Umemwelewa? Kasema yeye ni nani? Yeye ndiye mzabibu. Na baba yake ni nani? Yeye mkulima. Kwa hiyo baba yake Yesu ndio nani? Nikuulizaje? Jibu swali. Mpe huyu arudie. Yesu anasemaje? Anasema hivi. Nini? Mimi ndimi mzabibu wa kweli. Na baba yangu ndiye mkulima. Mpe maiki. Haya. Yesu ni nani? Ndiye mzabibu. Baba yake? Ndiye mkulima. Kwa hiyo baba yake Yesu ni nani? Mkulima. Alafu Yesu nani? Yesu mzabibu. Mzabibu? Ngoja kwanza. Usishajibu. Ngoja kwanza. Mpe maiki. Mpe maiki. Subiri kwanza. Ushanijibu. Ngoja kwanza. Kabla ya kusoma, umeshakuelewa wewe uko ndani ya Yesu. Na Yesu, unajua maana mzabibu? Mzabibu mti. Mti. Unajua hapa nazungumza hii story. Hapa ndani unajua maana mzabibu? Mzabibu ni mti. Mzabibu. Sasa mzabibu ni nini? Ni wewe sasa. Mimi ndo mzabibu? Mpe huyo. Mimi sio mzabibu, mimi Dr. Juma Tito. Huyu wapi huyu? Eti ananiita mzabibu? Eti mimi mzabibu. Afa kwa kujipa majina utasikia mara mwana kondoo wa Mungu. Mimi sio mzabibu, Stefano. Sasa mimi nataka nimpe ofa moja bwana Stefano. Sisi Waislamu tuna kawaida moja, ikifika time hizi za magharibi inabidi tukaswali. Kuna wengine yani hata ibada ya Mungu. Muislamu.
Sasa mimi nikuombe bwana Stefano, mimi naona una mada maswali mazuri, tushaulizana mawili. Umeuliza ya kwanza, sababu gani ilikutoa kanisani, nikakwambia kule na muabudu mtu badala ya Mungu. Huku sasa ndiye na muabudu Mungu wa kweli aliyeumba mbingu na ardhi, anaitwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ndiye aliyemuumba hadi Yesu na manabii wote unaowasikia. Sasa kwa sababu ya kwanza nishakujibu, kesho nataka tena nikujibu aina sababu 5 zilizopelekea nikauacha Ukristo, na pia nitakuelezea kwa nini nikajiita mtume na nabii. Maana mimi nilikuwa mtume kama unavyoona wenzio huko, na utume wenyewe nilijipa mwenyewe, maana nimemuona Mungu amenipa nafasi na kunifanya kuwa mtume wake. Haleluya! Kipindi hicho. Sasa nitakwambia vile vile, na kuomba kesho wahi mapema. Unasemaje? Mpe maiki. Kesho utakuja ndugu yangu Stefano? Nitakuja, lakini hata nikuulize. Sasa hivi kwa nini nasema hivi? Sasa hivi ngoja kwanza. Subiri Stefano. Sasa hivi ni saa 12 na dakika 23. Saa yangu mimi. Nipe dakika 2 niongee alafu tufunge. Subiri. Unasema? Nipe dakika 2 niongee alafu kama sio uongee. Kuna jambo nahitaji tufafanulie hapa Waislamu, ndio maana nakuomba kesho wewe. Nataka nikueleze tu mahali yani. Mahali gani sasa? Haya, ongea. Mimi ile jinsi ambavyo naelewa Bwana Muhammad alizaliwa na wanadamu au hakuzaliwa na wanadamu? Kazaliwa na binadamu. Kazaliwa na binadamu. Na mimba yake alipata kwa binadamu, hayo mimba yake ilipata kutoka kwa Mungu. Mimba ya nani? Mimba ya Muhammad. Mimba ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baba yake ni binadamu, mama yake ni binadamu. Huyu Yesu naye baba, hiyo mimba yake huyu Yesu ilipatikana kwa binadamu kama mimi nililelewa mwanamke apate mimba, kwa alipata kwa nani? Huyu Yesu. Nani? Swali zuri sasa. Sasa hilo swali naomba kesho sasa ulikupatie majawabu vizuri kwa urefu, muda mrefu. Unasemaje? Kesho ili tujue sasa huyu Yesu mimba yake ilipatikana vipi? Kesho. Sawa, mapema. Sawa? Usijibu sasa wewe. Sasa si hiyo kesho. Stefano. Rafiki yako anaitwa Gahani alewa, ngoja kutetea Yesu. Sasa huyo kalewa. Hebu chapa kwanza wa Korinto. Mtu aliolewa